Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kushindwa au kushinda kupo ndani ya mtu. Amen. Ushindi au kushindwa kupo ndani ya mtu. Amen. Wewe unaweza ukasababisha ushindi, lakini wewe unaweza ukasababisha kushindwa. Haleluya. Lakini njia ya kwanza ni namna unavyomtazama Mungu. Amen. Haleluya. Napozungumzia kumtazama Mungu namaanisha kitu gani? Namaanisha kitu hichi. Kuna wale ambao anapita mahali pagumu. Nafasi ya Mungu ndani ya moyo wake inamezwa na mahali anapopitia. Amen. Haleluya. Napozungumzia inamezwa na mahali anapopitia namaanisha kitu gani? Ndiyo. Anapita mahali pagumu, hamtazami Mungu katika nafasi yake juu ya mahali anapopita. Amen. Haleluya. Ndani yake anasikia kuchoka au anasikia kukata tamaa. Ndani yake amtazami Mungu katika uweza wake na nguvu zake, kwamba anaweza akamtoa mahali alipokwama. Haleluya. Kwa sababu Mungu haijalishi mahali ulipo. Haijalishi mahali ulipo, Mungu anaweza kukutoa. Haleluya. Na amini kupitia hili somo utaelewa vizuri. Utaelewa vizuri. Na pia nataka nizungumzie juu ya mafanikio kiroho. Mafanikio kiroho yamebebwa na vitu viwili muhimu. Mafanikio kiroho yamebebwa na vitu viwili muhimu. Kitu cha kwanza, akili yako. Amen. Kitu cha pili, imani yako. Amen. Imani na akili ni funguo mbili muhimu ambazo unatakiwa uwe nazo. Hizi funguo mbili muhimu, kila funguo unafungua mahali pake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali akili haitahitajika, itahitajika imani yako. Amen. Kuna mahali itahitajika akili yako. Amen. Haleluya. Kuna mahali vitahitajika vyote viwili, imani na akili yako. Amen. Haleluya. Utasema, mtumishi unazungumza kitu gani? Nazungumza kitu hichi. Neno la Mungu linafunua juu ya mwanamke mwenye kutoka damu miaka 12. Biblia inasema huyu mwanamke alihangaika kwa matabibu wengi. Ndiyo. Biblia inasema huyu mwanamke hakupata msaada. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Biblia inasema hivi kwamba akasikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu, Biblia inasema huyu mwanamke akasema moyoni mwake kwamba nitaenda nikigusa pindo la vazi la Yesu nitapona. Amen. Okay. Kupitia huo mstari nataka nikuonyeshe nini? Kupitia huo mstari nataka nikuonyeshe, kama nilivyokuambia, umuhimu wa vitu viwili muhimu ndani ya mtu. Haleluya. Kitu cha kwanza kilichoweza kutumika kwa huyu mwanamke ni akili zake. Amen. Haleluya. Biblia inasema akahangaika kwa matabibu hakupata msaada. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale au juu ya tatizo alilokuwa nalo lilikuwa linadai nini? Lilikuwa linadai imani yake.